kujionyesha kwenye Matendo 5 mstari wa 1 mpaka wa 11, ambayo inasema hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na mke wake Safira, aliuza mali yake, akaficha sehemu ya fedha, mke wake naye akijua. Akaleta sehemu tu, akaiweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, mbona shetani ameujaza moyo wako kumdanganya Roho Mtakatifu na kuficha sehemu ya thamani ya shamba? Lilikuwepo si lako, na baada ya kuliuza fedha haikuwa mikononi mwako. Mbona umeazimu jambo hili moyoni mwako, hukumdanganya wanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka, akakata roho. Hofu kubwa ikawapata wote waliosikia. Nimeambiwa kuna mchango mkubwa unatakiwa upatikane hapa katika kukamilisha kanisa, ambayo ilikuwa ndoto ya marehemu rais wetu aliyefariki John Pombe Magufuli. Sasa nikasema nikiambiwa tu niweke peke yangu hivi itanipa shida kidogo. Kwa nikasema basi niwaombe watu watatu waanze kujadiliana sasa hivi, wakati mimi nikiendelea wao waanze kikao kabisa huko cha kupanga mkakati, afu tukimaliza watakuja na mkakati. Wa kwanza ni waziri wa nchi utumishi Ridhiwani Kikwete. Wa pili mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera. Wa tatu naibu waziri mkuu mstaafu Doto Biteko. Nyinyi msinisikilize, nyinyi nendeni mkapange mpango wa namna ya kupata hizo fedha. Mtakaporudi tunashirikiana sasa hapa. Na waangalia kama mnaondoka. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na ndugu viongozi wote mlioko hapa, mama yetu Mama Janet, napenda kuanza kuwasilisha kwenu salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye hakuweza kujumuika nasi leo kutokana na majukumu mengine ya kitaifa yanayomkabili. Lakini kwa kuzingatia uzito wa jambo hili, ameona ni vema akanituma kumwakilisha katika makumbukizi ya mpendwa wetu na kiongozi wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alifariki dunia tarehe kama ya leo mwaka 2021. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa japo hayupo nasi kimwili, yuko pamoja nasi kiroho, na kwamba serikali anayoiongoza itaendelea kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli na kuendeleza urithi wake. Kabla sijaendelea, naomba niungane na viongozi wetu wa dini waliotuongozea ibada ya misa takatifu na wote walionitangulia kuzungumza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza kwa kuwezesha kufanyika kwa tukio hili, na pili kwa kutupa kibali cha kushiriki katika tukio hili. Kipekee namshukuru kwa dhati mama yetu Mama Janet Magufuli na familia yake yote, familia ya hayati Dr. John Magufuli, kwa kutualika kuungana nanyi kushiriki katika kumbukizi ya mpendwa wetu Dr. John Pombe Magufuli. Hakika hii ni heshima kubwa sana kwetu. Waheshimiwa viongozi na wanafamilia na washiriki wote, tumekusanyika hapa siku ya leo kumkumbuka, kumwombea, kumshukuru Mungu kwa maisha na vipawa vingi alivyomjalia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Katika uhai wake aligusa wengi kupitia utumishi wake na uongozi wake uliotukuka. Pamoja na mambo mengine, Mwenyezi Mungu alimjalia hayati Dr. John Pombe Magufuli kipawa cha uongozi na uwezo mkubwa wa kunena na kutenda yote aliyoyaamini kuwa yana manufaa kwa taifa na watu wake. Kila siku ya maisha yake ilijaa mafunzo kwa kila aliyemwona na kufanya naye kazi. Kimsingi, maisha yake yalikuwa ni darasa zuri kwetu sisi viongozi, na kupitia uongozi wake aliweza kulea na kuinua viongozi wapya wengi, hasa vijana. Waheshimiwa viongozi, wanafamilia na washiriki wote, si jambo rahisi kueleza kwa muda mfupi na ufasaha sifa na mema mengi aliyoyafanya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ninachoweza kufanya kwa sasa ni kueleza mambo makubwa matatu ninayoona kuwa yanatupatia mafundisho kutokana na maisha yake, na ambayo tukiyashika tutaweza kumwenzi kwa vitendo kama ifuatavyo.
La kwanza, kutoka kwa hayati Magufuli tunajifunza wito wa kila Mtanzania kujitoa na kufanya kazi kwa bidii. Hayati Dr. John Pombe Magufuli alijitambulisha kwa falsafa yake ya hapa kazi tu. Alitaka kila mtu kujituma na kutoa mchango wake kwa taifa kwa njia ya kazi. Aliamini kuwa hiyo ndiyo njia pekee inaweza kututoa katika umaskini, katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, kaya na hata taifa kwa ujumla. Mara zote alisisitiza kufanya kazi kwa weledi na bidii kwa kiwango cha juu sana, iwe katika masomo, kazi za nyumbani, ofisini, kilimo, viwanda, biashara au utoaji wa huduma kwa jamii. Pili, katika uongozi tunajifunza kutoka kwa hayati John Pombe Magufuli ujasiri na uthubutu wake katika kufanya maamuzi magumu yenye manufaa kwa taifa letu. Alitufundisha umuhimu wa kuwajibika na kusimamia misingi ya haki na usawa katika kuwahudumia wananchi wote. Hakuyumbishwa katika kupiga vita uzembe wala rushwa. Tatu, alitufundisha kwamba hatima ya Tanzania na Afrika kwa ujumla iko mikononi mwetu wenyewe. Alinukuliwa mara kadhaa akisisitiza kuwa tuna utajiri mkubwa wa rasilimali ambazo tukizilinda na kuzitumia vizuri zinaweza kututoa katika umaskini. Aliahidi kuwa wajibu wa kutatua matatizo ya nchi yetu ya kijamii. Aliamini kuwa wajibu wa kutatua matatizo ya nchi yetu ya kijamii, kisiasa au kiuchumi yako mikononi mwetu sisi wenyewe. Kwa mantiki hiyo, alipingana na dhana ya utegemezi ili kuepukana na athari zake. Waheshimiwa viongozi, wanafamilia na washiriki wote, kwa kutambua na kuenzi mchango wa hayati John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akifuatilia kwa karibu ujenzi wa makumbusho yake hapa Chato. Mheshimiwa Rais ametaarifiwa kwamba ili ujenzi wa makumbusho ya hayati Pombe Magufuli yakamilike, zimepungua kiasi cha shilingi milioni 100 ili kukamilisha makumbusho yake hayo. Ninafurahi kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais ameamua kutoa fedha hizo zote ili kukamilisha kazi hiyo. Napenda kumalizia salamu za serikali kwa kushukuru tena familia ya Dr. John Pombe Magufuli, hasa mama yetu Mama Janet Magufuli kwa kutushirikisha kwenye kumbukizi hii. Pia namshukuru Mhashamu Baba Askofu Niwegumizi, askofu wa jimbo la Rulenge Ngara, na maaskofu wenzako na mapadri kwa kutuongoza katika ibada ya misa takatifu, na wote waliofanikisha maandalizi ya shughuli hii. Mwisho, natoa rai kwenu kujituma na kuchapa kazi kwa bidii kama njia mojawapo ya kumuenzi kiongozi wetu. Lakini pia nimetaarifiwa kwamba katika uchangishaji fedha wa mara ya kwanza na ya pili katika kufanikisha ujenzi wa kanisa letu hili, wako watu wema wengi walituahidi kwamba watachangia katika ujenzi huo. Wako wengi waliochangia na wako wachache ambao hawajapata bado bahati ya kuchangia. Sasa niseme tu kwa wale ambao hawajapata bahati ya kuchangia, nilitamani sana kuwakumbusha kwamba ukisha ahidi kuchangia mchango wa kanisa, ile hela ulioahidi sio yako tena, inakuwa tayari hela ya Mungu. Kwa hiyo swala la kutimiza ahadi linageuka kuwa sio la hiari, bali ni mkataba kati yako wewe na Mungu. Na kusisitiza hilo, na warejesha kwenye Matendo 5 mstari wa 1 mpaka wa 11, ambayo inasema hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na mke wake Safira, aliuza mali yake, akaficha sehemu ya fedha, mke wake naye akijua, akaleta sehemu tu, akaiweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, mbona shetani ameujaza moyo wako kumdanganya Roho Mtakatifu na kuficha sehemu ya thamani ya shamba? Lilikuwepo si lako, na baada ya kuliuza fedha haikuwa mikononi mwako. Mbona umeazimu jambo hili moyoni mwako, hukumdanganya wanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akakata roho.
Hofu kubwa ikawapata wote waliosikia. Vijana wakasimama, wakamfunika, wakamtoa nje, wakamzika. Baada ya muda kama saa 3, mke wake naye akaingia, hajui yaliyotokea. Petro akamuuliza, niambie, mmeuza shamba kwa kiasi hiki? Akasema, ndiyo, kwa kiasi hicho. Petro akamwambia, imekuwaje mmekubaliana kumjaribu Roho wa Bwana? Tazama, miguu ya wale waliomzika mume wako iko mlangoni, nao watakutoa wewe pia. Mara akaanguka miguuni pake, akakata roho. Vijana wakaingia, wakamkuta amekufa, wakamtoa nje, wakamzika karibu na mume wake. Hofu ikaingia katika kanisa lote na wote waliosikia mambo hayo. Sasa sijasema ambao mtatoa ahadi zenu mtakufa leo, lakini ujumbe wenu ndio huo. Sasa baada ya kuyasema hayo, tuendelee kwanza kumshukuru sana Mungu. Tuna taifa moja zuri sana. Tanzania ni taifa pekee ambalo unakuta mwenyekiti wa kamati ya kuchangisha ujenzi wa msikiti ni Mkristo, au mwenyekiti wa kamati ya kuchangisha ujenzi wa kanisa ni Muislamu. Tunachangiana bila aibu. Nakumbuka hata baba wa taifa alisimamia na kutafuta fedha ya kujenga msikiti wa Butiama. Hili ndio taifa letu lilivyojengwa. Huwezi kutofautisha watu kutokana na misingi iliyojengwa na wazee wetu. Kwa hiyo ninayo furaha ya pekee kwamba tuna nchi nzuri mno. Tunao wajibu wa kuendeleza urithi huu wa kipekee ambao tunao. Tuendelee kupendana na kutazamana kama Watanzania. Huu ndio urithi mkubwa kuliko yote tulionayo. Lakini pia niseme, mimi nina wake wawili, lakini leo nimekuja na mmoja tu. Nimekuja na mke mkubwa, mdogo wa kupata nafasi. Sasa nitakuwa nimefanya jambo baya sana kama sitamtambulisha mke wangu mkubwa. Bi Fatuma Karume, hebu simama. Huyu ndio mke wangu mkubwa, Bi Fatuma Karume. Huyu ni mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar. Na hakuna tukio kubwa la nchi hii mama huyu hajapatikana. Mke wangu, nakushukuru kwa kunilindia heshima. Asante sana. Roho ya marehemu Dr. John Pombe Magufuli ipate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Nawashukuru kwa kunisikiliza, na sasa niko tayari kuipokea kamati yangu ya harambee. Tuanze kazi mara moja. Wanakuja inaonekana wanakuja na mkakati kabambe kwa muda uliokaa. Studio, tafadhali tunaomba, wakati Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisubiri ile kamati ya harambee, basi tunaomba studio tuweke zile nyimbo ambazo zitahamasisha utoaji zaidi. Kama sio studio, basi ni kwaya. Asante sana.